Karibuni sana waandishi wa habari kwenye jimbo letu la Bariadi. Tumewaiteni, tunalo jambo kubwa kuzungumza nanyi katika siku ya leo. Kwa majina, mimi ninaitwa Lucas Hazina Zizi. Ni katibu itikadi na uenezi na mafunzo kata ya Mhango. Tumeambatana na wenezi wenzangu kutoka kwenye kata 10 ambazo ziko halmashauri ya mji wa Bariadi. Malengo makuu ya kuwaiteni, nitaanza kwa utangulizi. Nataka nizungumzie habari za mtu mmoja muhimu sana ambaye anaitwa Injinia Kundo Mesiu. Injinia Kundo Mesiu ni mbunge wa Bariadi, jimbo letu la Bariadi. Ameingia mwaka 2020 akaanza kuwa mbunge. Lakini kwa nini tuseme Injinia Kundo Mesiu? Tunazungumzia Injinia Kundo Mesiu kwa mambo makubwa ambayo aliyofanya baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bariadi. Cha kwanza kabisa kikubwa, alikipenda Chama cha Mapinduzi. Akaamua kukifanyia mambo makubwa ambayo hajawahi kuona. Ndugu waandishi wa habari, nikianza kuyaelezea sasa mtayaona kwa uzito wake. Alianza kukijenga chama. Alipoanza kukijenga chama ndani ya kata 31 za jimbo lake, aliweza kutoa mifuko ya seruji 4650. Kwa maana ya kila kata ilipewa mifuko 150. Hiyo ni kwa ajili ya ujenzi wa chama. Lakini mheshimiwa huyo hakuishia hapo kukijenga chama. Aliweza kutoa usafiri wa pikipiki 93 katika jimbo zima kwa kuwagawia viongozi wa chama, kwa maana ya mwenyekiti wa chama, katibu wa chama na mwenezi. Wote tukapewa pikipiki moja. Hiyo ilikuwa ni kukijenga chama kwa njia ya usafiri. Lakini hakuishia hapo. Mheshimiwa Kundo alikijenga chama kwa kununua basikeli 402, kwa kuwapa wenye viti, makatibu na wenezi kwenye matawi yote 134 ya jimbo lake. Lakini hakuishia hapo. Bado alitoa basikeli hizo kwa viongozi wa jumuiya, kwa maana ya jumuiya za kata, kwa maana ya mwenyekiti na katibu, wote jimbo zima wamepewa basikeli. Kwa hiyo yako mambo makubwa ambayo aliyafanya kukijenga chama. Ametumia gharama zake mfukoni takriban shilingi milioni 385 na laki 2. Hayo yalikuwa ni mapenzi mema kukijenga Chama cha Mapinduzi. Ni tukio ambalo alilifanya, kwa kweli tunampongeza. Tunaendelea kumwombea mbele za Mungu, aendelee kumpa maisha marefu na aendelee kuwa na utumishi wa aina hiyo kwa njia ya kukipenda chama. Lakini Mheshimiwa Kundo Mesiu hakuishia hapo. Alipokuwa mbunge, kwa kutekeleza majukumu yake, kwa kuwaletea maendeleo wananchi wa jimbo lake la Bariadi, amefanya mambo makubwa. Tukichukulia upande wa usafiri wa mabarabara, tangu uhuru mwaka 1961 mpaka mwaka 2020, jimbo la Bariadi lilikuwa na madaraja 38 yale ya kupita kwenye vivuko, madaraja 38. Lakini tangu aingie mwaka 2020 hadi 2025, Mheshimiwa Kundo ametengeneza madaraja 45 mapya. Kwa hiyo sisi kama wenezi tunaona ni jambo kubwa ambalo amelifanya, na tunaendelea kumpongeza na endelee kuwa na moyo wa namna hiyo. Tukitoka kwenye upande wa miundombinu, nikumbushie kwenye vituo vya afya. Nimesema tangu uhuru mwaka 1961 hadi mwaka 2020 kulikuwepo na vituo 3 vya afya. Lakini tangu aingie mwaka 2020 kwenda 2025 ameongeza vituo vingine vya afya 3. Lakini viko vituo vingine ambavyo viko kwenye mpango kufikia mwezi wa 12 ambavyo ni 2
jumla atakuwa na vituo vitano. Tangu mwaka 1961 hadi mwaka 2020 kulikuwa na zahanati 8. Lakini tangu mheshimiwa huyu aingie madarakani, tangu mwaka 2020 hadi 25 amejenga vituo vingine vipya zahanati, kwa maana zahanati 19. Kwa hiyo kujumlisha yote inakuwa ni 27. Kwa hiyo mheshimiwa amefanya mambo makubwa na ni mambo mazito kwa kweli, tunampongeza, na kwa safu yetu ya uenezi ndio maana tuko mahali hapa. Kwa hiyo yako mambo mengi mazuri makubwa, ndugu waandishi wa habari. Tukisema kwamba tuyaelezee yote, maana yake ni jambo ambalo linaweza kuchukua siku mbili. Kwa hiyo kwa machache hayo nipende kuishia hapo. Sasa twende kwenye hoja ya msingi. Kwa nini tumewaiteni waandishi wa habari? Mheshimiwa mbunge alipoamua kusoma ilani ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi, alizungumza maneno yafuatayo kwamba halmashauri za mji, halmashauri ya wilaya zimekaa kwa pamoja na kupeleka mapendekezo ya kukatwa kwa jimbo, na endapo mapendekezo hayo yatapita, yeye alitamka moja kwa moja, mimi nitaelekea kijijini kwenda kugombea kwenye jimbo la Bariadi vijijini. Hayo ndio mapendekezo yake. Kwa kweli niseme wazi, kwa wale ambao tulibaki hapo, wakazi wa jimbo la Bariadi mjini, yani tulipata na huzuni sana, tukaona ni masikitiko makubwa, tukaona mbunge wetu ameondoka, sasa ni nani atakuja kutusaidia? Kwa kweli ni jambo ambalo lilituachia masikitiko makubwa, tukawa hatuna amani, hatuna furaha. Tukasema kila laheri mbunge wetu, umefanya kazi nzuri, hakuna la kusema baya, maana ni maamuzi ya nchi, ndipo walipoamua kukata jimbo. Haina maana, nenda kafanye kazi njema. Tulimwombea kazi njema, asafiri salama, afike kwenye jimbo la Bariadi vijijini. Jambo la kushangaza sasa ambalo ndio tunataka tulizungumze kwa siku ya leo, baada ya muda si mrefu jimbo likatangazwa kukatwa, likapatikana jimbo la Bariadi vijijini, likapatikana jimbo la Bariadi mjini. Lakini kwa sababu tulijua ya kwamba mheshimiwa wetu Injinia Kundu ameenda kijijini, tuliona kuna mtu mmoja ni muhimu sana kwetu, na Bariadi niseme tuna bahati nzuri, na kwenye jimbo letu hili tunao vijana wetu wazuri wasomi ambao wanaipenda Bariadi na wanalipenda jimbo la Bariadi. Tunaye mkurugenzi wa reli Bwana Masanja Kungu Kadogosa, ambaye kwa siku nyingi alikuwa ameweka matamanio ya kuweza kugombea ndani ya jimbo hili. Sasa yalipofanyika mambo hayo, sisi wenezi tulifurahi sana, tukasema kwamba basi kama mheshimiwa Kundu anaenda kijijini, basi Bwana Masanja Kungu Kadogosa, basi itakuwa ni vyema kama atagombea jimbo la Bariadi mjini. Tuliona ni jambo jema. Lakini cha kushangaza sasa, baada ya muda tumesikia wote wamefuatana kijijini, kila mmoja anataka kwenda kugombea Bariadi kijijini. Sasa sisi kama wenezi kwa umoja wetu tukaona sasa kuna sababu gani sasa jimbo kukatwa? Maana tulizani tutafaidi kwa vijana wetu hawa wawili ambao Mungu aliwasaidia na kubariki, wakapata elimu nzuri ya kuweza kutusaidia kuongoza kwenye majimbo haya. Sisi tukaona majozi, tukaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kwa nini wafatane wakati jimbo limekatwa? Kuna sababu gani? Kwa nini mmoja asije kwenye jimbo la Bariadi mjini na mmoja kabaki vijijini? Kwa hiyo msuguano huu umeendelea, kwa kweli sisi wenezi umetuchanganya, na tuliona siku zinaendelea, siku za kuchukua fomu zimefika, na ndio maana kwa umoja wetu tukakaa tukasema hili jambo haliwezekani. Kuna kila sababu ya kukutana ikiwezekana, kwa sababu mheshimiwa alishatupa usafiri wa pikipiki, tuweke mafuta tumfuate Nkororo, tukamuombe mheshimiwa wetu, tunampenda kwa kazi ambazo amezifanya, aje agombee kwenye jimbo la Bariadi mjini. Hayo ndio maamuzi yetu ambayo tulifikia wenezi kwenye kata 10. Tukasema tuchukue maamuzi haya. Lakini wakati tunaendelea kufikiria hayo tukasema lakini hapana. Kwenye nchi yetu kuna vyombo vya habari. Navyo ni vyombo vizuri ambavyo tunaweza tukawasilisha mada yetu, wakapeleka ujumbe na ukamfikia mheshimiwa wetu.
Tukaona ni jambo jema tuwaiteni kwa siku ya leo tuzungumze. Maombi yetu makubwa kabisa ni kumwomba Mheshimiwa Injinia Kundo arudi kugombea jimbo la Bariadi mjini. Hakuna sababu ya kufuatana kwenda kufanya vurugu, wakavurugane huko, baadaye wakigawe chama na kukipasua. Kwa sababu kama tunavyojua halipo jimbo lililo na wabunge wawili. Kila jimbo linakuwa na mbunge mmoja. Tunajua wakienda huko wawili, mmoja atapoteza. Tutapoteza mtu muhimu sana kwenye jimbo letu la Bariadi. Haipo sababu ya kugongana. Kwa hekima ambayo tumeitumia, kama tutafanya makosa mtu mwingine akafikiria atusamee tu bure, kwa sababu ni wazo zuri ambalo tumeliweka na tukakubaliana kwamba tumfuate mheshimiwa wetu, tukamwombe arudi Bariadi mjini agombee. Ni mawazo ambayo yameingia akili mwetu na tukakubaliana kwa umoja wetu, na tulikuwa tumepanga kwa muda si mrefu twende Ngololo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu palipo na wengi hapa hadipiki jambo. Tukasema kuna vyombo vyetu vya habari tuwasilishe, tuanzie hapo, tuvitume vitangaze habari hizi kwamba wenezi wa jimbo la Bariadi mjini kwa umoja wao katika kata kuu wanaomba Mheshimiwa mbunge Injinia Kundo arudi kugombea Bariadi mjini. Hayo ndio mapendekezo yetu sisi. Lakini tulienda mbele zaidi. Tukasema kama tutafika na tukamwambia mheshimiwa asituelewe, tunafanya nini? Plani yetu ilikuwa ni ya kwanza hiyo. Plani B ilikuwa ni kwamba tutakwenda kwa katibu wa wilaya, tukaweke zuio kwamba wakati atakapokuwa akitoa fomu za wagombea asitoe fomu za kuelekea wakapambane watu wawili. Tutakiharibu chama, tutaumiza na tutaharibu kura za mheshimiwa rais. Maana kuna mmoja atashindwa, ataumia, na wafuasi wake wataumia, wataamua kusaliti. Kuna sababu gani hawa watu wafuatane huko? Tukasema tumsihi sana aje. Lakini hiyo ndio plani yetu mbili, kwamba tumzuie katibu wa wilaya asitoe fomu kuelekea kwenye jimbo moja la Bariadi vijijini, bali atoe fomu ya kuelekea kwenye jimbo la Bariadi mjini. Hayo ndio mapendekezo yetu. Ni ombi ambalo tulikubaliana, na kwa sababu mmekuja, tuombe ndugu waandishi wa habari mfikishe habari hizo. Lakini hatukuishia tu kwa shukrani zetu. Sasa kama wenezi, mheshimiwa ametufanyia mambo mazuri. Ametupa usafiri wa milioni 3 kila mmoja. Tunaondoka tunakwenda mahala ambapo tunataka kwenda. Tukasema sasa tunarudisha fadhila gani? Maana kama tukubali mheshimiwa sasa kuja kwenye jimbo la Bariadi mjini, sisi zawadi yetu ni nini kwa mbunge wetu? Tukasema sisi tuko tayari kumchangia mbunge wetu fedha ya kuchukulia fomu. Mheshimiwa mbunge asiingize mikono yake mfukoni kuchukua fedha ya kuchangia fomu, kulipia fomu ndani ya chama. Sisi kama kwa umoja wetu, tukiwa wenezi 10, mimi niko tayari kutoa shilingi 100,000. Na bahati nzuri leo ni siku ya Ijumaa, tunaongea ndugu waandishi wa habari. Siku ya Jumanne kuna kuaga na mnada mkubwa hapa Bariadi. Tuko tayari kuswaga hata mbuzi, hata kondoo. Tuuze tupate shilingi 100,000, haiwezi kukosekana kwangu mimi. Lakini nitawashawishi na wenezi wenzangu, kwa sababu ni kitu ambacho tumekubaliana kwamba tumchangie mheshimiwa wetu ili aone kwamba wenezi tunampenda na kwamba litufanyia jambo jema. Ni jambo la kumpongeza, na yeye amefanya kazi kubwa ndani ya jimbo. Hakuna sababu ya kueleza mambo mengi, maana hata nikieleza mambo mengi yatachukua muda mrefu. Lakini umuhimu wa mheshimiwa Kundo kurudi mjini ni mkubwa kuliko mambo mengine. Bado tunampenda mbunge wetu, tunapenda endelee kutumikia watu. Tunajua atakapokuja atafanya mambo mengine makubwa zaidi ambayo bado alikuwa hajafikia, alikuwa kwenye malengo yake. Ndugu waandishi wa habari, hayo ndio mapenzi yetu sisi kwa mheshimiwa. Lakini huo ndio utashi wetu. Lakini hayo ndio makubaliano yetu. Tuombe taarifa hizi mzipeleke, mzifikishe mahala ambapo alipo atasikiliza, ataona wenezi tuna nia gani. Lakini hatuna nia mbaya, tuna nia njema.